السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wa baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni fursa nzuri tena kukutana, kukumbushana, kuwekana sawa ili lengo la kuumbwa litimie, tuweze kumwabudu Allah kama anavyotaka. Leo napenda ni wakumbushe somo la amal. Al-amal manake ni matumaini, matarajio, matamanio. Una matumaini gani? Una matarajio gani? Una matamanio gani? Kwenye maisha haya mambo lazima yawepo. Mtu anaweza akawa hana mali, lakini akiwa hana matarajio yoyote, hana matumaini yoyote, huwa ndio hasara sana hiyo. Lazima kuwe kuna matamanio, matarajio, matumaini. Tunamshukuru Allah ambaye ametuzindua kwamba kuna siku ya ufufuo, tutakusanywa, tuhesabiwe na tulipwe. Maana yake ni kwamba maisha haya tulionayo, kule kufa sio mwisho kama wanavyofikiri baadhi ya watu. Tunamshukuru Allah hakutuacha kwamba hakutupa majibu ya hilo. Je, ukishakufa ukizikwa ndio mwisho? Allah akatuambia hapana, sio mwisho. Tunamshukuru ambaye yeye alituzindua kwa Qur'ani. Kwa hiyo Uislamu unatufahamisha kwamba iko siku ya kufufuliwa na watu kukusanywa, wahesabiwe, halafu walipwe kwa mujibu wa matendo yao katika dunia. Siku ambayo Allah atawafanya mitume aliowatuma wote wawe ni mashahidi kwa watu wao waliotumwa kwao, kwamba ya Rabbi, tuliwafikishia ujumbe hawa, hatukuwaacha hivi hivi. Na siku hiyo atakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni shahidi juu yetu, manake shahidi dhidi yetu, kwamba ametufikishia naye ujumbe vile vile. Siku ambayo mtu aliyedhulumu hapa duniani atakuwa dhaifu sana. Allah amebainisha hilo, hakutuacha hivi hivi. Allah ametoa mamlaka, baadhi ya mamlaka hapa duniani, watu wakafikiri kama ni mamlaka yao kufanya watakavyo. Kumbe ni mamlaka ya kuazimwa kwa ajili ya kuendesha hii dunia anavyotaka Allah. Kwa hiyo tunapopewa ufalme duniani au mamlaka yoyote, ni mamlaka ya kuazimwa ili tuweze kuiendesha dunia kwa kumtumikia Allah. Sasa siku ile, yule ambaye alitumia mamlaka hapa vibaya akadhulumu watu, siku ile atakuwa dhaifu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vyovyote ambavyo alikuwa na nguvu hapa katika dunia, alivyokuwa na sauti hapa duniani, lakini siku ile atakuwa ni dhaifu sana, kwa sababu mamlaka siku hiyo itakuwa ni ya mmoja tu, na atasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, limanil mulku lyauma, mamlaka ni ya nani leo? Siku hii ya leo ufalme ni wa nani? Kimya. Wote walioazimwa mamlaka hawana majibu siku hiyo. Atajibu mwenyewe, atasema lillahi alwahidi alqahhar, mamlaka ni yake yeye Allah peke yake
aliye na nguvu za kumwendesha yoyote. Siku hiyo hiyo pia itakuwa ni siku ya furaha sana kwa yule ambaye alimtii mtume akafuata mwongozo wake. Hiyo siku itakuwa ni siku ya furaha sana, kwa sababu anakuwa amepata picha iliyoko pale. Picha leo ina matatizo, lakini waliomtii mtume mafundisho watakuwa wana amani. Alhamdulillah, kumbe juhudi zetu hazikwenda bure. Tunamshukuru Allah aliyetuzindua yote hayo. Allah kwa mapenzi yake akatuamrisha sote tukimbilie msamaha wake pindi tukiwa tumemkosea. Alituamrisha hivyo kwa ukarimu wake, kwamba hapa maisha ya dunia haya kosea ndio maumbile yenu nyinyi wanadamu, lakini mkikosea kimbilieni msamaha wangu, mimi nitakusameheni. Mkimbilie pepo yangu niliyokuandalieni. Manake Allah hana mpango wa kuchoma mtu, ila mtu akitaka mwenyewe kuchomwa. Pengine litawashangaza hilo, mseme kuna mtu anataka kuchomwa. Mtume aliwaambia watu hilo, aliwaambia kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, ummati wangu wote wataingia peponi ila yule atakayekataa. Wengine mtu atasema mbona mtume anasema ummati wake tu, ummati wa watu wengine? Si kila nabii atawasemea ummati wao, na mtume ummati wake akauambia kabisa, na akawaambia ummati wangu wote utaingia peponi ila yule atakayekataa. Maswahaba wakashangaa, wa man ya'ba ya Rasulullah, nani huyo atakayekataa kuingia peponi mwenyewe? Mtume akabaini akasema, man ata'ani dakhala aljanna, yule ambaye atanitii ataingia peponi. Wa man asani faqad aba, atakayeniasi huyo amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa hiyo Allah kwa mapenzi yake tunamshukuru, alitubainia akatuambia, fanyeni haraka kukimbilia msamaha wangu, fanyeni haraka kuikimbilia pepo yangu ambayo ukubwa wake na upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Imeandaliwa pepo kwa wale watakaojikinga na adhabu ya Allah kwa kufuata maamrisho, ndio wanaoitwa muttaqin, wenye kumcha Mungu. Pengine unaweza ukasema mtu mmoja ataingia pepo ya upana wa mbingu na ardhi. Nakwambia ndio tulivyoambiwa, mtu mmoja ana upana wa mbingu na ardhi. Watu wote watapata kila mmoja nafasi kama hiyo? Ndio. Kwani wewe ulikwishaijua nafasi ya Mwenyezi Mungu ni kubwa kiasi gani? Unaweza ukaikadiria kwa kichwa chako? Wala uwezi, utapasuka kichwa bure. Upana alionao Mwenyezi Mungu, nafasi yake ni kubwa kweli, na atampa kila mmoja ukubwa huo wa pepo peke yake. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu hakuna kufa, maisha ni milele. Kwa hiyo vitu vimejaa, na yeye akitembea hamalizi. Hakuna kutoka kwenda kutembea alafu unarudi nyumbani jioni. Unarudi kufanya nini? Nyumbani wapi? Mote humo nyumbani mwako, hakuna jioni. Kwa hiyo wewe ukitoka umetoka tu, wewe unakwenda tu. Humo mote mwako unakwenda tu. Unarudi wapi? Unarudi ukafanya nini? Ukapumzike? Hamna kupumzika. Unapumzika nini? Kwani umechoka? Hachoki mtu huko. Yanaeleweka au yanaonekana kama vitendawili? Hamna kuchoka. Unachoka nini? Kuchoka duniani kwenye kazi, kule sio kazi, ni mapumziko, burudani. Sasa burudani, mtu anachoka burudani? Burudani ya dunia ndio unachoka. Unaona burudani, alafu burudani inakatika ukalale. Kule hamna kulala. Unalala nini? Ukilala utapitwa. Tunamshukuru Allah aliyetuambia tukimbilie pepo yake yenye upana namna hiyo. Pia tunamshukuru Allah kwa mapenzi yake na hikma zake, aliifanya hii dunia yenye starehe kwa ajili ya kufanyia kazi, lakini akatubainia starehe zenyewe ndogo kidogo. Alitubainia, maana kama hakutubainia tungefikiri hii starehe ndio burudani yenyewe. Hizi starehe hizi za kufanyia ile kazi tuliombiwa tu. Usichoke, fanya hivi, burudika kidogo, endelea na kazi.
akaifanya ina mapambo dunia, lakini mapambo yenyewe ni ya kubabaisha babaisha, ili kazi ipate kwenda vizuri. Kwa sababu isingekuwa mapambo ya kubabaisha babaisha, pengine mtu angeona pia kafika hivyo hivyo. Lakini mambo yote yamekaa mtihani tu, yote mtihani tu. Ukipata sana mtihani, ukikosa mtihani, vyote mtihani. Ndio dunia ilivyo. Na akaifanya akhera ni ya wale ambao hawatofanya kibri hapa duniani wala uharibifu. Hivyo ndivyo itakavyokuwa akhera. Dunia ni ya majaribu, starehe zake fupi, na Allah akatubainia hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, Surat Al-Hijri aya ya pili, Al-Hijri aya ya pili, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Itafikia wale watamani wale waliokufuru lau wangekuwa ni Waislamu. Yani itawafikia hivyo, watakuja kutamani hivyo. Wanatamani kwamba maisha ya miaka 60 yamekwisha, halafu huku ni maisha ya milele, halafu wenzetu watalipwa hivi, si tumekosa. Huenda wakaja wakatamani, lakini huenda hiyo kwa Allah ni jambo la uhakika, sio huenda. Itafikia hivyo, lau kanu muslimin, watatamani wangekuwa wameslimu, wamejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati amri zake. Sasa anaambiwa mtume asiumie kichwa, anaambiwa dharhum yakulu, waache tu wale, wayatamattau, na wajistareheshe, wayulhihimul amalu, na matamanio yao na matarajio yao waache wapumbaze tu. Wao na matarajio ya haya dunia, acha ya wapumbaze. Fasaufa ya'lamun, iko siku tu watakuja kujua kwamba vile walivyovitarajia sio vitu sahihi. Al-amalu, matarajio, yale matamanio yao, matumaini yao yote waliokuwa wakiyatumaini, acha ya wapumbaze hivyo hivyo. Fasaufa ya'lamun, watakuja kujua kwamba walitarajia vitu sio sahihi, walitumaini vitu sio sahihi, bali matamanio yao yote yalikuwa sio sahihi. Waache tu. Unaweza ukasema watu wote watakaokuwa wamepata hasara watatamani wangekuwa Waislamu. Ndio. Kiniuliza, sasa watu wa Nabii Nuhu nao pia walikuwa Waislamu kwani? Ndio. Ndio jibu. Watu wote, dini ya Allah, inna dina inda Allah al-Islam, dini mbele ya Allah ni Uislamu tu. Kwa wanyama Waislamu, kwa wadudu Waislamu, malaika Waislamu, waliomtii Allah Waislamu. Manake ule utiifu ndio Uislamu wenyewe. Namna ya kutii tunatofautiana kwa mujibu wa amri, lakini kile kitendo cha kutekeleza amri kile ndio Uislamu. Sawa sawa? Kwa hiyo kama kuna mafuhumu ya Uislamu ni jina, ondoa hiyo. Mimi Muislamu bwana, mbona sioni dalili? Mimi naitwa fulani. Ushavuruga kila kitu. Nyumbani kwetu tunaishi Kiislamu. Vipi? Tumeweka picha za Uislamu pale zinaonekana. Picha za Uislamu nini? Hapana, Ayatul Kursi iko ukutani. Ndio hivyo kweli? Uislamu ni kule kujisalimisha kwa Allah kwenye amri zake na kuacha makatazo yake. Watatamani watu siku hiyo ikishafika. Na binti zangu, wajukuu zangu, na wale wote ambao watakuwa wanafuatisha wakatusikiliza, wote kwa ujumla, nimeanza kuwataja nyinyi kwa sababu ndio mlioko machoni kwangu sasa hivi. Si ndio mliopo darasani au si? Binti zangu, wajukuu zangu ndio mliopo hapa darasani sasa hivi. Lakini wote watakaofuatisha kwa mujibu wa media, nataka niwaambie hivi, haya matamanio na matarajio haya, matumaini haya, kuna wakati yanaweza yakawa kizingiti na kikwazo
yamemkalia mtu mbele ili asifike kwa Allah, kikwazo cha kumfikisha mtu kwa Allah. Kwa hiyo matamanio ya namna hiyo yanakuwa ni matamanio hasi haya. Sawa? Ana matamanio lakini matamanio yake yote, ana matarajio lakini matarajio yake yote hasi, kumbe kikwazo. Sawa sawa? Hiyo namba moja. Ya pili, kuna wakati matamanio yanaweza yakawa ni msukumo mzuri sana. Ana matarajio mazuri na matamanio mazuri na matumaini mazuri. Hayo ni msukumo wa kumfikisha kwa Allah. Matamanio haya na matarajio haya ni matarajio ambayo ni chanya, yanatakiwa yawepo haya. Sawa sawa? Sasa hebu tuangalie kwa mujibu wa mafundisho tuliyopewa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Kahfi, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni mapambo ya dunia. Hakuna anayepinga hilo, ni kweli. Al-Kahfi hiyo 46, almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni mapambo ya dunia. Vinasaidia sana hivi kuifanya dunia ipendeze. Pata mali, ukapata na watoto, Allah, mali, burudani. Ni kweli. Sikiliza kipengele kinachofuata cha pili sasa. Walbaqiyatu salihatu, na yale mema ambayo yatabaki, khairun inda rabbika, hayo ni bora zaidi mbele ya Bwana wako, thawaban, kwa malipo, wa khairun amala, na ni bora kwa kutegemewa, kutarajiwa, kutumainiwa. Ala, mali na watoto ni mapambo. Lakini kama kuna lakini huko, yale yenye kubakia mema, yale mema ambayo utayafanya yakabaki mbele ya Bwana wako, hayo ni bora kwa malipo na matarajio. Maana yake maneno haya kama yametengeneza kanuni fulani. Haya mali na watoto si ya kutegemewa, si ya kutarajiwa, sio ya kutumainiwa. Ya kutumainiwa ni yale yatakayobaki mbele ya Bwana wako, kwa sababu yatapata malipo mazuri. Hayo ndiyo ya kutegemewa. Umeipata picha? Imekaa vizuri? Kwa hiyo kama mtu alipata mali na watoto akaona ndio amefika kwa sababu analo pambo hilo, oh mashallah, sasa hivi mali nayo, watoto wapo, kila kitu kimekaa vizuri, mambo yangu super. Ametumainia mali na watoto. Matumaini hayo ni kikwazo cha kukufikisha kwa Bwana wako. Matumaini hayo ni hasi. Wewe ulikuwa umepewa haya ya kusaidie kufanya mema yatakayobaki kwa Bwana wako. Kwa hiyo na vitu hivi nifanye mema ili nitumainie malipo kwa Allah. Sasa yani kama vile msemo huu uliokuja kwenye aya hii kwamba ukipewa mali, ukipewa watoto, ukipewa mapambo yoyote yale, iwe ni daraja la kukupeleka kwa Allah, isiwe lenyewe ndio la kutumainia. Ukifanya matumaini yako yako hapo, umevuruga. Umetumaini kwa nini hapo? Kwa hiyo Allah ameanza kutupa njia, anatuonyesha, anatuambia kama vile anatuambia haya mali na watoto ni mapambo, lakini mapambo ambayo zail, lile neno mbele lilokuja baqiyatu salihat, haya mema yatabaki, mali na watoto vinabaki. Sasa unataka kinachobaki au kinachoondoka? Umeelewa? Umeona ilivyokaa vizuri? Mali na watoto ni mapambo safi, vyenye kubaki ni malipo na ndio vya kutegemewa. Pata malipo kupitia hapa kwenye mali na watoto. Usipopata malipo, ukivitegemea vitu hivi vyenyewe vitaondoka. Tengeneza vyenye kubaki. Tuko vizuri?
Kwa hiyo tulipotaka matumaini, tulipokuwa tunahitaji kitu, yani matumaini yetu yawe matumaini yasiyotuwekea vizingiti. Na matumaini ambayo hayaweki vizingiti ni matumaini gani? Tuanze yanayoweka vizingiti kwanza, kwa sababu sikulianza mali na watoto. Matumaini yanayoweka vizingiti kufika kwa Allah ni kuishi ukaiangalia dunia ukasahau akhera. Kila matumaini ambayo umetizama dunia ukasahau akhera, kizingiti hicho. Bwana, vitu vyangu mbona vizuri? Namna gani? Pesa ipo. Alafu juzi tumetoka kupima, nimetoka India, nimepimwa, nimefanya check up, niko vizuri kabisa. Kwa hiyo afya yangu iko vizuri. Ukatumaini afya, ukatumaini na pesa, vyote kumbe vinaweza vikaondoka wakati wowote, wala upewi taarifa. Pamekaa vizuri hapo? Vyote hivi umeiangalia dunia, umesahau akhera. Lakini niko vizuri, kila kitu changu kinanipeleka kwa Allah, hapo vizuri. Hayo matumaini hayo sio mabaya, kwamba alhamdulillah afya yangu ni nzuri, itaniwezesha kufanya ibada vizuri, itaniwezesha kumtii Allah vizuri. Hapo hukuiangalia dunia, umeitizama akhera. Hii imeniwezesha kufika hapa, kwa hiyo mali na watoto hapo yatakuwa ni mazuri. Kwa hiyo ukiwa una matumaini ambayo yanakwambia utaishi vizuri dunia, lakini ukaisahau akhera, matumaini hayo ni fake. Mtu yeyote ambaye atajifunga akili yake kwenye vitu vyote vya dunia, akajifunga 100%, ajue amejifunga kwenye vitu vitakavyoondoka, huyu mtu amepata hasara. Jamani, mambo haya yani tunafundishwa tusiipende dunia hata kidogo. Ipende. Si ndipo pahali pako unapoishi? Itakuwaje ujenge nyumba yako nzuri alafu usiipende? Penda. Itakuwaje mke na mume wanapendana kwa uzuri wao, kila mmoja ana mazuri kuuzia, asimpende? Ampende. Lakini ampende vipi? Ampende asimsahaulishe akhera. Aipende nyumba yake isimsahaulishe akhera. Apende vitu vyake visimsahaulishe akhera. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Usisahau fungu lako la dunia, kujiweka vizuri. Ndipo unapotakiwa kufanya kazi. Kwa nini ufanye kazi vibaya? Usishibe alafu utafanya kazi vipi? Meleka. Mimi niambiwa nipende akhera. Kwa hiyo akhera vipi? Utakwendaje? Utakwenda ovyo ovyo, utajinyonga. Unalala unaumwa na mbu wakati una uwezo wa kununua chandarua, hununui. Akhera tu. Unaweza kuweka madirisha ukaweka nyavu vizuri, uweki. Unaweza ukawa na kitanda chako kizuri, ununui. Unaweza kuvaa vizuri, uvae. Sasa kazi hii itafanyika vipi? Maanake unafanya kazi bila vifaa. Msumari unatakiwa upigwe na nyundo, ukununua nyundo. Utapigilia vipi na jiwe? Penda dunia ya kufanyia kazi ya akhera. Sawa sawa? Tuko kwenye dunia, tunavuka daraja, tubebe mzigo unaobebeka kwenye daraja hili ya vitu ambavyo tutavitumia kule. Ukibeba mizigo ambayo hata daraja lenyewe huwezi kuvuka, wendi utajiponda ponda tu. Naeleweka? Unazungumza kibabu zaidi Kwa hiyo mtu ambaye ataishi kuitizama dunia ikamsahaulisha kufa, ambako atakwenda kukutana na Mola wake aliyemuuliza, akimuuliza kazi uliifanyaje? Msumari ulitumia nyundo au ulikuwa unapiga na jiwe? Mimi nilikuwa naangalia akhera tu. Kwa hiyo hata watoto wako kuwalisha vizuri, nilikuwa naangalia akhera. Umewaacha na njaa, nilikuwa naangalia akhera. Hukufanya kazi yako vizuri, hukufanya wajibu wako. Kwa mimi naangalia akhera, sitaki dunia kabisa. Hutaki dunia wakati uko duniani, huitaki vipi sasa? Na ndio ya kufanyia kazi. Sehemu yako ya kazi ni hii. Fanya kazi vizuri. Falsafa hiyo ikae vizuri kichwani.
Maana kuna wengine bwana, tulipokuwa tukiwazungumzia kuikumbuka akhera, basi manake mtu mke na mume wako pamoja, hata poda hataki tena, akhera tu yeye. Itakuwaje? Mwanamume amekuwa hata hanunui nguo tena nyingine za kubadilisha, yeye akhera tu. Hela alionao, mimi natoa sadaka tu, akhera tu. Mpaka mkae na njaa. Mbona maswahaba walikuwa maswahaba? Kwani wewe sahaba? Kuna kisa kimoja live, kijana mmoja alielewa vibaya, naye akaelewa Mungu amemtaka akumbuke akhera, basi mpaka dunia manake anaoishi asifanyie kazi vizuri. Ameoa, si watu wakioa wanashirikiana kwenye ndoa, si ndio? Familia zinashirikiana, wameshirikiana, wamemwandalia na vitu, vyombo vipo, na kitanda amepata, na godoro zuri, na chumba kizuri. Ndani ya wiki tu ile kumalizika, anamwambia mkeo, hivi vitanda tufungue bwana. Kwa nini? Hebu fungua, utaniuliza baadaye. Kasaidiana, wakafungua kitanda, wakakiweka kule, panga kule, wakaviweka. Tutalala wapi sasa? Godoro tu apataweka chini. Kwa nini? we mgonjwa? Hapana. Ya kuelewa maswahaba walilala vitanda kwenye hivi, kama vitanda kama hivi. Wewe ni kitanda limekala kituruki hili. Maswahaba walilalia kitanda kama hiki. Mwanamke akaanza kutokuelewa. Akamwambia, kwani wewe swahaba? Kama havikuweko sasa vitanda kama hivi, havikuweko namna gani? Rome watu walilalia vitu vikubwa. Rome ilikuwa, sasa maswahaba walikuwa watu wa Rome kwani? Lazima tuishi kama maswahaba. Mbona unapanda gari sasa wewe? Mwanamke amekuwa mkali sasa. Kwa nini usipande punda na ngamia? Mbona yani wewe utaki kunielewa wewe? Tueleweshane vizuri. Tuishi kiswahaba hapa. Wewe ukitoka unatafuta gari uende mjini, tembea kwa miguu basi, waacha gari. Kaona. Sasa maswala yale hayakwenda vizuri, maana sisi tumekuja kupata mwisho, watu washaachana, ndio wanatueleza kadhia. Ikawa ile halikumalizika vizuri, amekuja kwenye jambo la pili. Bibi kajiandaa, kapika chakula, ameleta pale. Mashallah, na vyombo vyake vingi tu alivyopewa. Amepika mboga, ameweka sehemu fulani ya mboga peke yake, penye palipo para samaki ameweka samaki. Chakula kipo, amekiingiza kwenye poti ili wapakue wale, kitakachobaki kikae vizuri, si ndio? Poti nini? Akachukua akamimina kwenye sinia. Akamwambia, sasa kama hatukumaliza hiki, si tutakuwa tumekula vibaya, basi tukate. Wakakata. Chukua mboga, weka pale. Maswahaba walikula namna hii. Mwanamke akawa ameshachanganyikiwa, haelewi tena. Inaonekana mwenzake alikuwa msomi zaidi kidogo, ameelewa mafuhumu. Ana mafuhumu ya ile dini. Amechanganyikiwa. Unataka kuniambia tutaishi kiswahaba hapa, mwisho hata ile godoro tutaliondoa hili? Akamwambia, na ndiko ninakoelekea kweli. Alimwambia, kwa sera hiyo nipe talaka sasa hivi. Kwani kitu gani bwana? Nitakuacha kweli kama wewe ndio mwendo wako utakuonyesha anasa? Bwana kweli bwana, akatoa talaka. Watu wameshangaa sana, yani 7 tu imekwisha, watu wameachana, tena wakali kama pilipili. Yule bibi akaona yeye aliyepewa talaka lakini ashtaki. Akatoa mashtaka kwamba mimi nimeachwa kwa sababu hizi, lakini jamaa anakuja kuwekwa sawa. Bwana ndio hivyo kweli? Si hiyo dalili zile pale. Kwa hiyo unataka kuishi hivi? Maisha waliishi maswahaba. Ingizia hao maswahaba hawakufundisha watu hivi bwana. Hebu acha fujo zako bwana. Akaonekana mwanamke amefahamu. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Kuwa mwema kama Allah alivyokufanyia wema. Amekufanyia wema, amekupa na kitu cha kutumia, pia unakiondoa. Hatukufundishwa hivyo.
hatukufundishwa hivyo. Kwa hiyo tunachokizungumza hapa, tunazungumza matamanio yatakao kusahaulisha akhera mpaka ukawa hukufanya wajibu wako, lakini haina maana ya kwamba uache vitendea kazi vyako kwa hii dunia. Vitendea kazi vya kuendesha dunia vinatakiwa viwepo vile vile, ili wewe uende kufanya kazi vizuri, ufike kwa Allah vizuri. Imeeleweka hapo? Lazima nyinyi muwe ghali, muelewe, msiwe rahisi hivyo. Somo hili lieleweke kwenu, uweze kujitetea pahali ambapo unaona mwendo hauendi sawa. Uelewe kwamba dunia ni ya kufanyia kazi, ufike akhera vizuri. Matumaini yako yawe ufike kwa Allah vizuri, lakini usitolee macho dunia yenyewe ikakusahaulisha akhera. Msije mkaona msisitizo huu niliotoa nimewapa nguvu kina mama kwa mama yule, mkasema sasa watakoma, tukiolewa mwanamume atakoma. Sio hivyo, sio hivyo bwana. Arrijalu qawwamuna ala nisaa, iko pale pale. Ushauri unatakiwa na usimamizi wa mwisho uko kwa mwanamume, lakini ashaurike, apewe ushauri kwamba hivi sivyo. Kwa hiyo usije ukamwendesha mwanamume, ukamwendesha umetolea macho dunia mpaka unamchanganya ajui hata afanye nini. Sio hivyo. Tuko pamoja? Tumezungumza kipengele cha matumaini ambayo yanakuwa ni kizingiti, ni kuishi ukaiangalia dunia mpaka ukasahau akhera. Lakini hatutakiwi kuwa tuifanye hiyo dunia kwamba tumeipa mgongo mpaka sio pa kufanyia kazi tena. Hatutakiwi hivyo. Ilikuwa tunatakiwa mafrudhu tuwe hivi: uweke akili yako kwenye albaqiyatu salihat, yale mema ambayo yatabaki. Kila wakati pigania hilo, kila wakati pigania hilo. Kila alichokupa Allah kikutengenezee mema, sawa sawa. Kila alichokukabidhi Allah ni hazina ya kuendeshea dunia, kutengenezea jema. Ndio hivyo tunavyotakiwa. Muumini akifunga matumaini yake kwa Allah siku zote, huwa inamzidishia imani yake. Muumini akifunga matumaini yake kwa Allah siku zote, huwa inamzidishia imani yake. Na akijitenga na Allah, basi imani huwa inapungua, na ubinadamu wake pia unapungua. Kwa hiyo kuwa makini kwenye kipengele hicho, kwamba ukifunga matumaini yako kwa Allah utaongeza imani, na ubinadamu wako unautia nguvu. Ukiondoa matumaini kwa Allah, imani itashuka na ubinadamu pia unakosa nguvu, unakwenda unakuwa mnyama kidogo, inapungua ule ubinadamu. Nikupe mfano hai. Sikiliza mfano hai. Mwanadamu ule ubinadamu wake ukiwa upo, ishara huwa zinamtosha. Mwanadamu ule ubinadamu wake ukiwa upo, huwa ishara zinamtosha. Mnyama hatosheki kwa ishara mpaka vitendo. Mfano huu hai nikupe. Kwa mfano, binadamu akiwa amejifunga kwa Allah vizuri, huwa anazifuata ishara bila ya kufuatwa na mtu. Kwa mfano, unatembea ukiwa ni driver kule barabarani, utaonyeshwa ishara tu, imeonyesha pita huku. Kuna mtu anakusimamia pale? Hakuna. Kuna ishara mbele pale na kuonyesha pita huku, unajua kwamba huku na matatizo, unakwenda. Ubinadamu ukishuka, kuna mtu ile ishara iliyokwenda inamuonyesha kwenda huku. Bwana, kwani vipi bwana? Ataamua mpaka aende, akifika akwame, akikwama huu ni unyama, sio binadamu. Mnyama ndio ishara hazimtoshi. Angalia binadamu, kila ubinadamu ukipanda, wanakuwa wanatumiwa ishara zinawatosha.
supermarket kubwa, ukishaikiwa kinanii tu kialama tu kimeandikwa kumefungwa, hata kama mlango ule utakuwa bado uko wazi, umewekewa hivi ile kwamba saa za kazi zimekwisha, pamefungwa, si ndio hivyo? Akisoma ile ishara tu mtu haingii. Lakini yule ambaye ubinadamu umeshuka, atasogea afike mpaka pale, anaambia uoni, anasema mbona pako wazi? Umeelewa? Umeelewa ninachokusudia? Sasa mtu akijisogeza kwa Allah, zinamtosha ishara, si lazima agongwe. Lakini akiwa ameshaanza kumwacha Allah, mpaka agongwe hivi kidogo, ndio, kwa sababu ubinadamu pia unashuka. Akiwa mbali na Allah, basi hata ule ubinadamu wake unashuka, inakuwa kumchunga ni sana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, aya za mwanzo za Maka nyingi zilikuwa ni kumfanya mtu asogee kwa Allah, kumkuza imani yake, ili ikifika wakati wa utekelezaji hawa watu hata wasipochungwa. Na ndilo tatizo ambalo tunalipata leo. Leo uchungaji ni mkubwa sana, kwa sababu watu wamekuwa mbali na Allah. Tukiwa tutakuwa tunafundisha mafundisho ya kuwasogeza watu kwa Allah, watu zinawatosha ishara tu. Inaeleweka? Aya za mwanzo za Maka zilikuwa kuwajenga watu imani, wawe karibu na Allah. Sawa? Karibu na Allah. Wanasogezwa mpaka waliposogea kabisa kwa Allah. Siku waliokuja kukatazwa pombe, maneno yaliposema tu pombe, kamari, ibada zisizokuwa za Allah, ramli, kazi ya shetani, viepukeni. Moja kwa moja, kaeni navyo mbali. Walipokuja kuambiwa, je, mtakoma? Zilimwagwa zote. Hajaja mtume kushika bakora, watu kila mwenye pombe kusikia aya ile, ikabakia baada ya pale ni mtu mmoja aliyekuwa na matatizo, bado imani yake haijapanda huko, yeye anakutwa amekunywa pombe. Wewe umekunywa pombe, anachapwa mtu mmoja, lakini watu imani ilipanda, mwaga pombe wote, hakuna ukaguzi. Walilelewa hivyo mwanzo, wakawa wamemuelewa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Kwa hiyo nataka kusema hivi, mtu akiwa muumini kwa Allah vizuri, imani yake akijisogeza, akifunga matumaini yake, na kusudia kusema hicho, mtu akiwa amefunga matumaini yake kwa Allah, Allah ndiye aliyenileta duniani na amenipa kazi kuifanya, nitafanya, imani itapanda na ubinadamu wake pia utakuwa na nguvu. Akiwa matumaini yake sio kwa Allah, ni kwenye dunia, atakuwa mbali na Allah, hata ubinadamu unashuka. Leo hii watu wanauana sana, ni kwa sababu hawakuweka matumaini yao kwa Allah, wamejiwekea matumaini yao kwenye dunia. Tuko vizuri? Nataka nipate hiki, nipate hiki, nipate hiki, nipate. Je, utafika kwa Allah utasema nini? Habari hiyo hakuna. Kwa hiyo kuuana hawa rahisi. Ubinadamu umeshuka, mpaka apate nguvu huyu ndio anakaa sawa, lakini ishara hazimtoshi, ubinadamu umeshuka. Mtu akiwa matumaini yake ameondoa kwa Allah, huwa akili yake inampeleka, anataka aishi umri mrefu sana, ana matumaini ya kupata mali nyingi sana, apate vitu vya kumstarehesha sana, anavitaka vyote astarehe sana. Ndio akili ilipo. Jumba lake liwe kubwa mpaka akiingia, mtu mwingine akiingia kule hajui. Iwe anataka kuweka kamera nyingi sana za ukaguzi. Ndio akili inapokuwa tu. Akiwa na gari ziwe 200 zote, hata atembelei. Ataoa sana, hata kama wake anaoa na kuacha. Akili yake iko kwenye, amemkimbia Mungu, matumaini yake ya dunia tu ameiweka mbele. Kila kitu anataka cha starehe kupita watu wote duniani. Ndivyo anavyotaka. Huyu amekuwa mbali na Allah. Lakini akiwa karibu na Allah,
vurugu hii huwa inapungua, kwa sababu kuna wakati pia anawakumbuka na wengine wanaishi vipi. Sisemi mtu asiwe na kitu cha kumfurahisha, nasema, narudia tena hii, hajakatazwa mtu akiwa na mali zake asiwe na kitu cha kumfurahisha, lakini asiwe mbali na Allah mpaka ikawa akili yake kila siku anawaza hiki na kile na kile, kikifanana na mwenzie anataka kisifanane na kingine na kingine. Huyu ameshakuwa mbali na Allah, akili imehama, anaishi dunia zaidi, amesahau akhera, mpaka itakuwa matumaini yake yote yameelekea kwenye vitu anavyoviona tu. Ndio ule mfano niliopiga mwanzo. Atasema mimi afya yangu iko vizuri, damu yangu imepimwa iko safi, mimi nina hiki, nina kile, lakini vitu vyote anavyovitaja vinaweza vikasimama wakati wowote, hana habari. Mapigo ya moyo ya mtu yanasimama wakati wowote, anakerwa na jambo dogo tu, ndivyo sivyo? Damu inaingia wadudu hata hawaonekani, kama anashambuliwa na mdudu hata haonekani kwa macho. Bwana, huyu ana wadudu gani sijui, ala, wameingia wapi? Wako kwenye damu, imekuwaje? Hata hatujui. Subhanallah, kumbe Mungu ana askari wengi namna hiyo, alafu wewe uko mbali naye Mungu huyo. Kwa hiyo tunatakiwa matumaini yetu tuyapeleke kwa Allah, iwe kila unachotaka kukifanya unakifanya kumridhisha, ili uwe karibu naye, iwe tuna matumaini ambayo ni chanya. Tuko pamoja? Allah anatoa tahadhari mtu kuweka matumaini yake kwenye dunia akaisahau akhera. Sikiliza anavyotoa tahadhari. Anasema hivi, Suratul Hashri aya 19, 18, 19. Anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Enyi mlioamini, mcheni Allah na itizame nafsi, maanake kila mtu aangalie nafsi yake, ma qaddamat lighad, kitu gani alichokitanguliza kimfae kesho. Sawa sawa, eh? Wattaqullah, na mumche Allah sana, mfuate amri, muache makatazo. Kwa nini? Inna Allaha khabirun bima ta'malun, kwa sababu Allah anajua yale ambayo mnayafanya. Tuko pamoja? Subhanallah, maneno makubwa. Yote ulionayo, angalia nafsi yako, umeitangulizia nini kesho. Kesho hiyo ni ile itakosemwa leo, leo ambayo haina kesho tena. Sawa sawa, umeeleweka? Hii kesho unayoambiwa hii ni ile kesho ambayo ukifika ni siku ndefu isiyokuwa na kesho tena. Tanguliza kitu kule, mche Allah katika dunia yako, usiitegemee, tanguliza kitu kule, ndio hicho kitakachobaki. Sawa sawa, hiyo ndio tahadhari ya kuwa mbali, matumaini yako kuyaweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Akatoa tahadhari, na kwenye tahadhari hii mbele akaendelea akasema, wala takunu kalladhina nasullah, msiwe kama wale waliomsahau Allah. La takunu kalladhina nasullah, msiwe kama wale waliomsahau Allah. Hasara za kumsahau Allah ni zipi? Fa ansahum anfusahum, Allah akawasahulisha mpaka nafsi zao. Yani kama vile anasema mpaka wakawa hawajijui tena. Ukimsahau Allah inafika wakati hata wewe mwenyewe hujijui. Sijijui vipi? Vipi sijijui? Hujijui. Unajipandisha hadhi isiyokuwa yako, unajipandisha kwenye daraja unaona kama utaishi milele, kumbe unaweza ukaondolewa wakati wote. Sasa unajijua hapo, umejijua kweli? Mimi sijui, mimi hivi. Wewe hivi vipi? Unijui mimi? Wewe nani kwani? Unijui mimi? Mara unasema chini hapa. Alipokuwa akisema hunijui mimi ilikuwa nini? Kumbe amejisahau huyu.
Msiwe kama wale ambao wamemsahau Allah mpaka Allah akawasahaulisha nafsi zao. Yaani watu hawajijui tena wao wenyewe kwa kumsahau Allah. Umejipandisha daraja mpaka imepitiliza, hujitambui. Ulaika humul fasiquna, hao ni wale waasi. Umemwasi Allah mpaka umekuwa hujitambui hata nafasi yako kwenye dunia. Weka matumaini yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwe karibu naye. Na hii kujisahaulisha huku, kumsahau Allah, mtu anasahaulishwa nafsi yake mpaka anazidi kuwa muasi, hamtii Allah, hajitambui tena. Hayo ndio matumaini yale mabaya yote, ya kwamba umesahau mafungamano yako na Allah, umesahau vitu gani vya kutegemea kwa Allah. Ulikuwa unatakiwa uweke matumaini yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umekosea. Hayo ndio yale matumaini fake. Lakini maisha ya muumini yanavyotakiwa yawe, yanatakiwa yawe matumaini yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo sivyo? Yawe kwa Allah, awe anaweka matumaini yake kila anachokifanya kina malipo akhera, kila unachofanya, kwa sababu Allah hapotezi unachofanya. Kila unalofanya, ili ninalofanya huku mbele lina malipo, ndiyo fanya. Hili la hivi hivi tu, la hivi hivi ogopa. Inakuwaje na hukuletwa duniani kwa hivi hivi? Nimeeleweka kipengele hicho? Uliletwa duniani kwa kazi gani? Kumwabudu Allah. Kwa hiyo inatakiwa kila unachofanya kiwe ni ibada. Kwa hiyo kila unachofanya kina malipo akhera, ndiyo fanya. Hiki hakina malipo, hiki cha hivi hivi, sifa tu hiki. Hii sifa tu itakuua, itakuweka pabaya. Kama ni sifa hii lakini ina malipo akhera, ndiyo pokea sifa hiyo, haina shida. Lakini sifa isiyokuwa na malipo akhera, sifa hiyo ya nini sasa? Itakuletea kibri tu, haina maana hii. Tuko vizuri eh? Ngoja nitaka usifiwe, tuingie kwenye TikTok usifiwe. Umesifiwa tayari, umepata nini sasa? Dhambi, Lakini ulichokifanya umesifiwa, alafu una malipo. Sifiwa kwa sababu ulichokuwa unataka ni malipo, sifa itakuja yenyewe. Sawa sawa? Kuweka matumaini yako ya akhera kwenye hivi vitu ambavyo Allah amekupa kutakusahaulisha taabu zote za maisha. Kuweka matumaini yako ya akhera, uwe mimi nataka akhera nilipwe vizuri, katika vitu vyote alivyokupa Allah, kutakusahaulisha shida zote na taabu zote za maisha. Zinakusahaulisha yale matumaini, yatakusahaulisha. Nitakupeni mfano hai kwenye hilo. Unaweza ukasema nitasahau taabu. Ndiyo, utasahau. Matumaini yako ni akhera, si ndio? Utalipwa na Allah vizuri. Allah amekuridhia, si ndio hivyo? Basi hata kabla hujalipwa, hizi shida za dunia unaweza ukazisahau, kwa sababu ya kujua Allah ameniridhia na atanilipa vizuri. Utapunguza shida hizi kwenye akili. Nakupa mfano hai. Bwana mmoja alikuwa anaye ammi yake, wameishi vizuri sana, wanapendana sana, babake mdogo. Na huyu bwana kwa bahati mbaya, au ndio mpango wa Mungu mzuri kwake, alipata mtihani. Familia yake ilikatika, wamekufa mpaka akawa amebaki yeye na ammi yake, wanapendana kweli. Ammi maisha yakawa magumu, akamwambia acha mimi nisafiri kidogo nikatafute maisha sehemu nyingine kwa. Akasafiri. Yule bwana akawa anapambana pale pale alipo, kwa taufiki ya Allah akapata maisha, anakwenda nayo taratibu. Lakini maisha magumu. Yule ammi kupita kama miaka 2-3 hivi akamwambia, nimefungukiwa na ninarudi, tutakuja kufanya mambo yetu vizuri.
Haya, huyu bwana akawa na matumaini ammi yake anakuja na yuko vizuri. Kweli bwana anakuja, amejipanga kuja. Anafika tu, ghafla amekufa. Ammi ameniambia ana mambo mazuri, mambo yake amekaa vizuri, amekufa ghafla hivi, hatujazungumza hata kuzungumza. Yeye amekaa pale, alikuwa tayari mambo yake ameshakaa vibaya kidogo, ana madeni, ana hiki pale, mpaka dakika ile pale si tayari amevunjika moyo. Basi akachukua mizigo ya ammi ile, akaihifadhi, wakashirikiana na ndugu, wakamzika. Sasa wamekushamzika kasa ndugu kwa maana Waislamu wenzake, sawa, wamemzika, wamemaliza msiba. Akaona apekue mizigo ya ammi yake ijue. Kupekua, akakuta notebook ya ammi nzuri sana, imeandika vitu ambavyo vilikuwa ni vyake yeye, yule bwana amemwandikia, na vile ambavyo ni vyake yeye ammi bado vipo, imeandikwa akaunti yake benki, na pesa ametransfer pia imeshakuja, iko nchini. Sawa sawa, yani kuna vitu kibao tayari, na mrithi ni yeye pekee. Kuanzia pale nataka nikuulize kitu. Yule bwana hajapata chochote katika ile pesa, hajaipata wala hajarithi chochote. Hivi pale, kuanzia pale ana shida tena yule? Zile alizokuwa akiwaza madeni na nini anayawaza tena? Kwani pesa ameshaipata? Mbona hawazi tena? Mbona ana furaha na hana shida? Bishara. Ndio muumini alivyo. Muumini akifunga kwa Allah, ana imani na Allah, Allah amemchorea picha ya anakokwenda. Ile picha ya kule anakokwenda inamsahaulisha hizi tabu alizonazo. Ndio iko hivyo. Mama anapojifungua kule hospitali kule, anakuwa yuko hadhiri pamoja na uchungu wote. Akishamsikia mwanawe amelia vizuri, basi pale sasa ndio nguvu zimekwisha, kwa sababu alikuwa kwanza amevumilia uchungu wote, ajue mwanawe yuko hai. Ameshasikia yuko hai, sasa anaweza kurelax. Sasa tunaona kazi. Unataka kuniambia kwani pale hana uchungu tena, hana maumivu? Bado anayo, lakini mwanangu yuko hai. Kwa hiyo watu sasa wanamhudumia, yuko hai. Bardi. Yale matumaini yaliyoko mbele yanakusahaulisha shida. Ndio muumini mafungamano yake yakiwa kwa Allah vizuri, akajua picha iliyoko mbele vizuri, inamsahaulisha tabu za dunia. Ameshajua alichokiweka, ndio maana anaambiwa tanguliza. Anatanguliza mpaka lau kama malakul mauti akija akimuuliza, vipi, uko tayari kuondoka? Anaweza kusema niko tayari. Lakini kama utangulizi kitu, uambie wewe uko tayari kuondoka, utasema niko tayari, talalamika kweli kweli. Kwa hiyo huwa inamsahaulisha mtu shida alizonazo. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia maneno haya, waman asdaqu min Allahi qila, ni nani anayesema kweli zaidi kumshinda Allah? Muumini akiambiwa hivyo atasema hakuna, si ndio hivyo? Nani anasema kweli kumshinda Allah? Muumini atasema hakuna anayemshinda Allah kwa kusema kweli. Allah atamwambia tena, waman awfa biahdihi min Allah, ni nani yule anayetekeleza ahadi yake kumshinda Allah? Muumini atasema hakuna, si ndio hivyo? Sasa Mungu anamwambia maneno haya, anamwambia wama utitum min shay'in famata'u alhayati dunya wa zinatuha, kile chochote mlichopewa ni starehe fupi tu ya dunia na ni mapambo tu kwa ajili ya kufanyia kazi. Wama inda Allahi khairun wa abqa, kilichoko kule kwa Allah ndicho bora na cha kudumu, cha kubaki. Afala taqilun, hamtumii akili? Muumini akiasikia maneno haya anakuwaje? Anatishika na dunia? Haimtishi. Weka matumaini yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
nimalizie na hadithi ambayo tulikusha isoma zamani mwanzo tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam taizungumza kwa maana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupa taswira, picha ya mfano wa dunia na akhera, dunia yote na akhera. Akaleta mfano kama mmoja wenu aliyetumbukiza kidole chake hiki kwenye nini, bahari, halafu akakitoa aangalie kimerudi na maji kiasi gani. Sawa sawa? Yaani yale maji ambayo imechukua kule baharini, yale maji yaliyokuwa hapa kwenye kidole yaliyochukuliwa kwenye bahari yale, hiyo ndio dunia yote na vilivyomo. Ile bahari yote uliyoiacha ndio akhera. Sasa wewe kweli utataka vimaji hivi vya kuramba tu? Hii dunia ichukulie kwa sura upo kazini. Mategemeo yako, mafungamano yako, matumaini yako yaweke kwa Allah. Angalia maagizo yake nini. Ukishafanya maagizo yake vizuri, ukaangalia alichokizungumza Allah cha kule, ukajua Allah ndiye msema kweli na ndiye anayetekeleza ahadi kisawasawa, kitakusahaulisha haya yale kule uliyopata, yatakusahaulisha taabu zilizoko hapa duniani. Utajiona kila kitu si mtihani tu huu bwana. Ukija mtihani unaokuwa mgumu, subiri, unalipwa. Mtihani mzuri umefurahi, shukuru, unalipwa. Maisha yanakwenda, lakini mafungamano yako ni matumaini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe na matumaini feki, ukaibeba dunia ukasahau akhera. Lakini usisahau dunia mpaka ukaikimbia wakati ni sehemu yako ya kufanyia kazi. Mtu sehemu yake ya kufanyia kazi asiifanye kuwa mbaya, atakuwa hafanyi kazi vizuri. Sawa? Wewe unaona mtu anatengeneza ofisi yake inapendeza, meza nzuri ofisini, atengeneza nini, anaweka AC kwenye miji ambayo inahitaji kuweka baridi, sawa sawa. Friji ipo kidogo ya kuweka kinywaji anywe, kila kitu kipo kizuri. Kwa nini? Ndimo anamofanyia kazi. Sasa unafanya kazi alafu umekaa pahali mchana kutwa hapa kuchoshe. Usifanye hivyo, kazi haitofanyika vizuri. Hii dunia uliowekwa ipange vizuri ili ufanye kazi vizuri za akhera. Sawa? Na kuna watu wengine wao hata wakimuona shekhe amevaa kanzu nzuri nongwa kwao, huyo anaiba hela za msikiti tu. Kwa nini? Amevaa kanzu nzuri. Yaani hataki kuvaa vizuri mtu wa akhera huyu. Mtu wa akhera asivae vizuri. Msiache kuvaa mabaibu yenu mazuri. Ukipata hela Mungu akikupeni, usiache kuvaa hivyo. Usiache kutengeneza sehemu yako ya kukaa nzuri. Usiache kununua kitu chako kizuri cha kukusaidia kupika na kukula. Usiache kutengeneza, yani uzuri ambao hautokupeleka pabaya kwa Allah. Ruhusa. Dunia yako iwe sehemu yako ya kufanyia kazi ambazo utakwenda kwa Allah vizuri. Kwa hiyo sehemu yako ya kazi isiwe mbaya. Msiwe na fikra hiyo potofu kabisa, isiwe potofu hiyo. Mtu anatembea na ndara tu wakati Mungu akumnyima. Kwa nini umevaa ndara? Mimi sina kama umevaa ndara hapa siosemi, sina maana hiyo. Sina maana hiyo. Yaani nasema Mungu akiwa amekupa, alafu wewe unakata mitaa tu hivi tu, kwa nini? Mimi naangalia akhera. Hata sio maana yake. Hatukutakiwa hivi. Kula vizuri, vaa vizuri, pendeza, lakini kwa namna ambayo Allah anaridhika. Kwa nini? Kwa sababu dunia ndio sehemu yako ya kufanyia kazi. Elewa kipengele hicho. Ndio ofisi yako ya kufanyia kazi, ile kazi nzuri ya akhera. Kwa nini sawa pabaya? Pasiwe pabaya. Kwa pazuri ufanye kazi vizuri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimeeleweka? Haya, kama kuna swali. Nina swali kwa wale ambao wale ambao wanaojikita katika kupambana kwenye kuzidisha ile majumba hapa duniani. Hali ya kuwa ndio wanajikita ile katika kufungamana na Allah, lakini amejenga nyumba ya kwanza na hata ya pili inawezekana amejenga, hizo zote zinaweza zikamtosha kwa yeye na familia yake. Lakini bado ikawa anaendelea huko, ndo kuandaa kwake ndo mazingira mazuri ya kazi yake, au hapo amechupa mipaka. Hayo siwezi kuyajibia moja kwa moja, kwa sababu pengine anajenga nyumba nyingine kwa ajili ya biashara, ndio kazi. Anaweza akajenga hata 100 nyumba, sawa? Ndio biashara yake, hiyo sio kosa.
ndio kazi yake. Mungu amempa kipato, akajenga majumba mazuri ya kukodisha, lakini ni sehemu yake ya kufanya hapa. Anachokifanya cha msingi isiwe amesahau akhera. Amepata sana, manake kuna wakati atatoa sana. Akitakiwa kutoa zaka, si atatoa zaka nyingi. Kuna wakati kuna watu wengi tu wanamwendea kutoa sadaka na anawapa, hakuna kosa kwenye hilo. Mwenye matatizo ni yule ambaye yake yeye mpaka yamemsahaulisha akhera. Usije ukaelewa kwamba labda mtu kumiliki vitu vingi ndio kosa. Hapana, anaweza akamiliki magari na mameli na anafanya kazi, lakini kipato alichokipata kingi, kuna zaka nyingi, kuna sadaka nyingi, kuna watu wanaojitokeza kwenye hili na lile, mambo ya kijamii kibao. Hilo sio tatizo, usije ukaelewa vibaya. Hata wewe Mungu akikupa sana, fanya sana ili utoe sana, ndio inavyotakiwa. Hata umenunua nguo nyingi pia, nyingine gawa. Pengine uliipenda jana, uliipenda ukainunua, lakini umependa na nyingine ukanunua. Sasa kuna mwingine hana hata hii, mpe. Hujakosea, mpe. Lakini umenunua umerundika tu, hilo kosa. Asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullah. Sasa kwa mantiki nyingine, ikiwa sasa umewekeza hivyo kwa ajili pia upate fursa ya kuweza kutoa zaidi, lakini huna uhakika na hao ambao utawaacha nyuma yako watatumia vipi mali zile. Ikitokea sasa umetumia katika hali ambayo ni si nzuri, katika vitu vya haramu, makosa hapo yanakuwa kwa nani? Huna uhakika, na hakuna hata mmoja mwenye uhakika. Mwenye uhakika hakuna, lakini maandalizi gani ulikuwa unawaleaje? Hilo ndo la msingi. Uliwalea vizuri nao wamtambue Allah, sawa? Wakamtambua, halafu ikatokea kuna mmoja mwenyewe akateleza tu, anafanya anavyotaka, atabeba mwenyewe hili kosa lake yeye, sibebeshwi mimi, sawa? Habebeshwi mzazi kwa sababu alichuma sana, halafu mmoja akafanya uharibifu. Habebeshwi yeye, yeye alimuandaa kuwa mzuri. Na mtu anaweza akaandaa kuwa mzuri lakini mtu akateleza. Nabii Nuh alayhi salamu alimuandaa mtoto wake vizuri tu, lakini mtoto akateleza, hakumfuata yeye. Hilo lipo katika dunia, hakuna mwenye uhakika huo. Tuko vizuri? Nabii Ibrahim alayhi salamu alisema na baba yake mpaka akachoka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema na ammi yake mpaka akachoka, na watu wakaenda upogo. Hilo cha msingi, yeye ameandaa vizuri, akamwandaa na mwanawe vizuri, akamsomesha, akamjua Allah, basi akusanya atakavyokusanya. Kiasi anachokusanya, anakusanya, anatoa sana, anasaidia sana, hakuna shida. Asiwe amekusanya kusahau akhera. Yaani tusije tukaelewa negative vile vile, ukaona watu wakimiliki sana manake hao ndio watu wa dunia. La hasha, kuna watu wanamiliki sana vizuri sana na wanafanya kazi nzuri sana, na sio kama kila mtu akifanya kazi akitoa kwa ajili ya Allah akae kwenye TV mimi mmetoa. Kuna watu wanatoa kimya kimya, majemedari kweli kweli, kimya kimya, wanafanya kazi nzuri kama nini. Lieleweke hivyo. Kuna swali moja nitaka kujua, kuna siri gani katika kutafakari na kutumia akili? Manake Allah katika aya kadhaa amezungumza amtafakari, amtumie akili, au jambo hili liko hivi hivi kwa wale wanaofikiri, au jambo hili kwa wale wanaotumia akili. Hii kutafakari, hii kutumia akili, kuna siri gani hapo? Siri kubwa iliyopo kwenye kutafakari na kutumia akili kubwa. Mungu ametoa viashiria utumie akili vipi, ili akili yenyewe pia uitumie vipi. Anaanza jambo kubwa, kuumbwa mbingu na ardhi, kubadilika usiku na mchana. Kuna dalili za wazi zinazothibitisha hivi vitu haviendi vyenyewe. Haya, manake kwa watu gani? Wenye kutumia akili. Si unaona kazi? Viashiria hivi vitu haviendi vyenyewe. Sasa kama yuko anaendesha hivi vitu, mimi nimekuja mwenyewe? Hapana. Anakupa pia taswira nyingine. Hamjiangalii mlivyo, hamuangalii chakula mnachokula, hamuangalii ardhi mnaotembea, hamuangalii mmea mnaoupanda unavyoota. Hivi vitu vinakwenda wenyewe? Hapana. Hutumia akili. Alafu anasema hawaizingatii Qur'ani watu. Wakaangalia watu walioendewa na mitume wakakataa, walifanywa nini? Hawatumii akili. Hii siri iliyopo kwenye kutumia akili ni kumwambia mwanadamu, wewe umekuja mwenyewe hapa, mimi sikuja mwenyewe.
Hakuna aliyekuleta? Yupo. Aliyekuleta hana mpango na wewe? Mimi sijui. Unatakiwa ujue sasa, tumia akili. Itakuwaje? Kwa nini nilazimike hivi? Wewe unatengeneza gari? Ndiyo. Ili gari ulitengeneza wewe au limekuja lenyewe? Mmetengeneza mimi. Ulipolitengeneza ukuweka utaratibu? Nimeweka. Kama umeweka utaratibu, nikiubadilisha mimi gari litafanya kazi? Halifanyi, litaharibika. Kwa nini liharibike? Kwa sababu utaratibu niliouweka mimi, namna niliotengeneza litembee vile, wewe umebadilisha wa kwako. Sasa je, wewe aliyekuleta hapa hakukuwekea utaratibu? Ameniwekea. Ukiubadilisha je? Manake vurugu. Ndio hutumia akili. Imekuja vizuri? Hayo ndio majibu. Allah ametoa viashiria kwanza, anaashiria hivi, alafu kwa nini amtumia akili? Kwa nini amfikiri? Madude makubwa haya yanakwenda namna kwa mpango. Wewe kadude kadogo tu unafanya fujo. Kwa nini? Hebu patana na wenzako uende vizuri. Hizo ndio ishara anazozitoa Allah, tutumie akili. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.